Hello? Hello, madam, habari? Nzuri za kwako? Salama madam, naendeleaje? Mimi namshukuru Mungu kidogo. Okay, dada amemaliza wiki 3. Nasema dada amemaliza wiki 3 huyo, anaendeleaje? Huyo anaendelea vizuri. Hana changamoto Hana kwa kweli. Majukumu yake anayafanya vizuri. Tena anafanya vizuri tu. Nimeshamuelekeza kama anafuata kama ilivyo. Okay, na nidhamu yake je? Hata nidhamu yake vizuri tu. Sawa. Kwa kweli ana heshima. Hana mambo mengi, hana kiburi, utamuelekeza ataelekezeka. Okay. Madam, basi tunashukuru sana kama unafurahia huduma madam. Hiyo ninafurahia. Sawa. Nimegonga kichwa yule. Kama ukiwa na changamoto yoyote utatujulisha. Sio kama Mwanaina alivyokuchanganya ka. Yule Mwanaina kiliza kimbovu. Yule sio mzima. Shukrani. Haya madam, tunashukuru sana. Kama ukiwa na changamoto yoyote basi utatujulisha. Basi haya. Asante. Haya. Hello. Habari? Nzuri. Salama, naendeleaje? Salama za huko. Salama za majukumu. Unaongea na Akila kutoka Wadada Center hapa. Shukrani. Unaendeleaje na kazi zako? Endelea vizuri. Kuna changamoto yoyote? Changamoto za kawaida tu tunapambana hivi. Okay, hamna ambayo sasa tunabidi labda useme tu deal nayo, labda tuongee na madam. Mimi sio vizuri kuongea naye na mimi sababu naishi hapa. Inafanya sio nzuri, inaweza mtu ukasababisha kukuchukia. Hamna, sisi hatufanye hivyo kazi. Unakuta mara nyingi kama kuna changamoto unaipata, unaposema hata sisi namna ambavyo tunaiaddress kwake ni kwa lengo la kufanya consultation, kuweka mazingira sawa ili na wewe uweze kufanya majukumu yako vizuri. Yaani sio kama vile unaondoka kumsemea, yaani unasema ili kwamba tuweke mazingira sawa, alafu uweze na wewe kufurahia mazingira yako ya kazi na uweze kutoa huduma nzuri, kwa sababu yeye amesema anafurahia huduma, anasema unafanya majukumu yake vizuri, una shida. Kwa kama wewe kuna changamoto ambayo unaipitia ni vema ukaisema. Niko sawa tu. Sema. Kuna nini? Hapana, niko sawa, tuko sawa. Sasa ukisema tena hapana jamani, wakati una wewe mwenyewe sasa hivi ulikuwa unaongea kinyonge. Ukisema, yani hamna haja sasa ya wewe kufanya kazi chini ya mkataba, alafu bado ukawa unapitia changamoto, alafu usiseme. Muda mwingine hata mwenyewe inawezekana asijue kama hicho anachokifanya ni changamoto kwako. Na mara nyingi pia mabosi wanakuwa busy. Unaona kama hapo wewe mara nyingi ndio uko unapambana na kazi zako. Yeye yupo na ratiba zake zingine. Sasa unapokuwa una face changamoto fulani, ndio maana sisi tupo kwa ajili ya kuliweka hilo sawa. Sawa, ikitokea nitasema, lakini tuko sawa. Okay. Haya sawa. Kikubwa tu yani hatupendi ile mnakuja kurupuka baadaye unasema mimi nimeshindwa kufanya kazi, kumbe sababu ilianzia mbali. Kitu ambacho kinafaa kurekebishwa ni bora tukirekebisha mapema. Tuko sawa tu. Haya sawa. Haya asante. Haya, ubarikiwe. Haya, nikutakia majukumu mema, ubarikiwe pia. Haya asante.